Hatua bado. Kwa hiyo Simba na Yanga kubadilishana kwenye majina haya pindi endapo matokeo yanapokosekana sehemu moja ni jambo la kawaida. Sisi kinachotuumiza tunaamini moja katika vilabu bora katika bara la Afrika ni Simba, na ubora huu umepatikana kwa sababu tumepata matokeo, lakini kwa mwenendo tunastuka, mioyo inakwenda mbio. Vipi baada ya kwenda mbele tunarudi? Nimwombe sana mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba. Nimwombe sana makamu mwenyekiti wa bodi wa klabu ya Simba. Niwaombe sana wajumbe wa bodi wa klabu ya Simba. Wanahitaji kufanya maamuzi magumu kwenye Simba. Wanahitaji kufanya maamuzi magumu Simba. Wao ndio tumewateua. Pindi endapo wachezaji wakifanya makosa, wao ndio wanaweza kufanyaje? Kwa hukumu. Wao ndio tumewateua. Walimu wakifanya makosa, wao ndio wakuu wa hukumu. Juzi tumeshuhudia kocha wa Simba Pantev amefanyaje? Ameondoka. Wao wamekwenda kufanya nini? Maamuzi. Na leo kama waliweza kufanya maamuzi kwa meneja Pantev, pia wanahitaji kwenda kufanya maamuzi kwa wachezaji ambao hawajitoi ndani ya Simba. Ni kina nani hao ambao hawajitoi? Tulia. Kila ukiona chenye mcha basi ujue kina nini? Kina shina. Na kama wana Simba wao wanahisi kwamba moja ya matokeo ambayo tunapata shida ni viongozi, wenye kuwatoa viongozi ni sisi tuweka madarakani viongozi. Miongoni mwao ni wakina nani? Hii mwisho wa dunia. Ukisoma katika aya moja Mwenyezi Mungu aliposema idha nzuri zilatu wal ardh, pindi ardhi itakavyotoa vitu vyake, mtoto atakuwa hamjui baba na mbaba atakuwa hamjui mtoto. Tumefika mahala tusijuane sasa. Wana Simba imefika mahala kila mwenye mamlaka ya kwenda kutoa maamuzi kwa mwenzake ili awajibike anapaswa kufanya. Leo haiwezekani wana Simba inafungwa, kuna mtu anajifungia sehemu anafurahi. Simba imefungwa kwa sababu ya kujiona yeye ni bora kuliko mwenziwe. Tutatajana nyakati tu. Swala la muda. Tasema tunachokihitaji kukiona mbele ya Simba kuwa bora. Hatuhitaji kuona ndani ya macho yetu mtu bora kuliko Simba. Simba bado inatakiwa kuwa bora kuliko nani? Kuliko mtu. Sawa. Na ndeni mkamwambie mwenzenu anavyotumika sivyo. Ndeni mkamwambie. Taarifa zake ninazo na nitamwanika asitumike vibaya. Makosa yapo na wasingizia watu wengine makosa. Nendeni mkamwambie. Ingeni kwenye mitandao kuna mtu kaandika, nendeni mkamwambie. Zimefika, nimeziona. Leo hii huwezi matokeo ya jana ukaleta historia ya mwalimu kwenda kuaminisha watu kwamba matokeo yale yamepatikana kwa sababu ya nini? Mwalimu anatumika. Nendeni mkamwambie. Nitamweka hadharani mimi. Simogopi, ni mdogo wangu. Simba kubwa. Mikoi kuna wana Simba wanaumia. Hakuna mwana Simba sasa hivi anatembea kwa hatua. Kila mwana Simba anatembea kwa kunyata sasa hivi. Anahisi kwamba nikipiga hatua nitakutana na mtu wa Yanga atanitumia. Sababu wa mwaga wa utamu. Niwaombe sana wana Simba. Tunaamini nyakati ngumu ambazo sisi tunapita. Kaka wema. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Wema. Ninachokiamini. Anakusalimia jirani. Wema. Ziko salamu ambazo hatupaswi kuitikia, hata Yesu alikuwa anazikataa. Hii ni ya kinafiki na bwana, mimi kwa nataka nikuulize. Dosa mnafiki tu. Mnafiki. Dosa? Mnafiki. Mimi unafika wangu nini? Nimekuja kukusalimia tu. Mara ngapi? Mara ngapi? Sisi ni waumini wa dini. Wewe si Muislamu. Salamu ndio mwanzo wetu. Angalia Yusa yaja. Mwana Adamu atasalitiwa. Na atakayemsaliti ni yule wa kwanza kuchukua mkono wake wa kuume kutia mkono kwenye bakuli.
Ndio. Mbele kuna maneno sitaki kuyazungumza, anamwambia rudi nyuma yangu shetani, kwa sababu yafuata Bwana yafuata wanadamu. Huyu Umesikia haya hiyo? Hiyo sio haya. Sasa unafika wangu kwa wapi ndugu yangu? Anauliza bwana, tunakula wapi mchana? Kwa Fetete Bidiani. Leo hii. Yes. Pole sana matokeo jana. Mimi nimepokea. Na nimezoea nafungwa mara 2 na Azam. Umezoea? Yes. Kwa hiyo umezoea kufungwa mara 2. Umezoea football. Kama ukucheza vizuri 90 minutes unaweza kufungwa hata mara 100. Kwa hiyo kucheza vizuri. Klabu ya pili. Klabu ya pili duniani. Ina miaka 19. Ya thamani ya pili. Ina thamani ya trilioni 16.4. Ina miaka 19 haijachukua ubingwa. This is football. Manchester United. Mimi kweli nataka nimalize na hili. Azam ni sasa wanaonekana kama wanashika sharubu hivi. Wanasema jana katika vitu ambavyo wamevionja vingi ni pamoja na lamba, lakini pia vile vile utamu wenu ni dhahiri shahiri wamekwenda kuupata tena kwa mara nyingine. Neno utamu, ndugu yangu, utamu. Hey. Kwanza niwapongeze sana Azam. Niliongea ninyi waandishi siku 3 zilizopita. Na niliwapongeza kwa mambo makuu matatu. Moja, nikasema wana uwekezaji mzuri kwenye timu yao. Lakini cha pili nikasema wana management ambao wanajitoa juu ya timu yao. Lakini cha tatu nikasema moja katika timu ambayo ina walimu bora katika bara la Afrika, Azam Football Club, maana yake unamzungumzia nani? Foreign. Kwa hiyo lazima tuwape katika kile ambacho wafanyaje. Lakini japokuwa Azam kupata matokeo bado hajawa bora zaidi kuliko nani? Simba. Mfululizo lakini hata mara 3 amfanyie tu. Kuna vitu viwili kwenye football. Kuna ubora na kuna kupoteza mchezo. Leo haiwezekani Simba wanakwenda kucheza na Panama ya Mtoni, Simba ikafungwa ukasema Panama bora kuliko nani? Kuliko Simba. Isipokuwa tunachokiri Azam amepata matokeo mara 2 mfululizo dhidi ya Simba. Kwa hiyo Azam mara 2 amekuwa bora kuliko Simba. Ubora upatikani, amepata matokeo. Ubora ni vigezo vinavyokupelekea wewe kuwa bora. Ili tupate wewe bora, lazima vipate vigezo kutoka kwa chama husika. Mfano kwenye bara la Afrika wanaotoa lenki ni nani? Vigezo. Naam. Lakini Azam ni bora kuliko wewe. Azam amepata matokeo kwenye mechi ya Simba. Azam hawezi kuwa bora zaidi ya Simba. Haiko timu Afrika Mashariki bora zaidi ya Simba, haipo. Na kama kuna mwamba anaweza kutoa ushahidi, mimi naweka 20,000 na 5,000 aje hapa kwa takwimu. Kwenye bara la Afrika. Kwa hiyo unasema yupo kama iko mwamba hapa. Hapa kuna watu wa Yanga, kuna watu wa Azam hapa. Waje wanaambie kwa vigezo kwenye ubora, iko timu kwenye bara la Afrika Mashariki wanaizidi Simba. Hela hii. Ina maana hakuna, unataka kusema haipo. Simba amepoteza matokeo dhidi ya Azam katika dakika 90, ila bado Simba anaendelea kuwa bora.